Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir rahmanir rahim. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhal mustami'unal kiram. Naam, wapenzi watazamaji na wasikilizaji na wafuatiliaji wa channel ya Mkwanda Media, karibuni sana katika mwendelezo wa vipindi na darsa zetu. Leo biidhnillahi tutazungumzia hukumu ya funga ya aliyemuingilia mke wake wa halali wa ndoa kwa makusudi mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hukumu ya funga ya aliyemuingilia mke wake wa halali kwa makusudi, sio kwa kulazimishwa, labda ameshikiwa silaha akaambiwa umuingilie, bali kafanya makusudi mchana wa Ramadhani. Funga yake, hukumu yake ipoje? Lakini nikuombe kabla tujaendelea, kama ndio mara yako ya kwanza kuingia katika chaneli yetu, kwanza ni kuombe usisahau kumswalia Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Lakini jambo la pili, usisahau kusubscribe channel yetu, kulike na kushare video zetu kwenye magrupu mbalimbali ya WhatsApp, TikTok na kadhalika, ili na watu wengine wapate kujifunza. Naam, ndugu zangu watazamaji, hukumu ya funga ya aliyemuingilia mke wake kwa makusudi mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwanza kabisa, athimun bihi, kwanza huyu mtu anakuwa ni mwenye kupata madhambi. Kumuingilia mke wako mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa makusudi, jambo la kwanza unapata madhambi. Kwa hivyo unatakiwa utubie kwa Mola wako, unatakiwa ulete toba ya kweli. Lakini jambo la pili, fasada saumuhu, funga yake huyu mwenye aliyemuingilia mke wake mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa makusudi, funga yake inaharibika, funga yake itakuwa imeharibika. Fasada saumuhu, funga yake imeharibika. Kwa nini tunasema imeharibika? Ama kwa ushahidi gani? Kwa ushahidi wa maneno ya Allah katika suratul Baqara aya nambari 187. Allah anasema baada ya a'udhu billahi minash shaitani rrajim, anasema uhilla lakum lailatas siyami arrafathu ila nisaikum. Allah anasema mmehalalishiwa, uhilla lakum, mmehalalishiwa nyinyi, lailata siyami, usiku wa Ramadhani, sio mchana, usiku wa Ramadhani. Lailata siyam arrafathu ila nisaikum, kuwaingilia wake zenu. Ina maana aya hii inatufundisha kwamba kwa usiku ni ruksa, yani baada ya kufuturu ni ruksa baada ya pale kumuingilia mtu mke wake. Baada ya kufuturu ni ruksa mtu kumuingilia mke wake, lakini mchana wa Ramadhani ni haramu, manake kinyume cha halali ni haramu. Kwa hiyo ikiwa usiku mmehalalishiwa, maana yake mchana mmeharamishiwa. Kwa hivyo huyu mtu kwanza anakuwa amepata madhambi na funga yake imeharibika. Sasa mambo yepi ambayo yapasa juu yake? Ni mambo yepi ya lazima juu yake kuyafanya huyu mtu? Jambo la kwanza, yajibu alaihi alqadaa lisawmi. Jambo la kwanza, ya lazimu juu yake kuilipa ile funga. Yajibu alaihi alqadaa lisawmi, jambo la kwanza, yapasa juu yake kuilipa ile funga. Hilo ni jambo la kwanza. Na mtu asije akasema kwa kuwa nimemuingilia mke wangu
let's say saa 3 ya asubuhi ya Ramadhani au saa 5 au saa 7 au saa 9 au saa 11, akasema kwa kuwa nimemuingilia mke wangu tayari funga yangu imeharibika, kwa hivyo naweza nikaendelea kula na kunywa. Hapana, anatakiwa kujizuia kula na anatakiwa kujizuia kunywa mpaka ifike jioni, muda kufuturu. Kwa hivyo yajibu alaihi alqadaa lisawmi, yapasa juu yake kuilipa ile funga. Hilo ni jambo la kwanza. Baada ya kutubia kuleta taubatan nasuha, basi anatakiwa afanye nini? Ile siku kuja kuilipa. Lakini jambo la pili, yajibu alaihi alkafaratul udhma, ya lazimu juu yake kutoa kafara kubwa. Yajibu alaihi alkafaratul udhma, yapasa au ya lazimu juu yake, yani ni lazima juu yake kutoa kafara kubwa. Na hii kafara kubwa hiya itqu raqaba, ni kumwacha huru mtumwa, kumwacha huru mtumwa. Fa in lam yajid, ikiwa atamkosa huyu mtu aliyefanya haya madhambi ya kumwingilia mke wake kwa makusudi mchana wa Ramadhani, ikiwa atamkosa huyu mtumwa, fasiyamu shaharaini mutatabiaini, basi anatakiwa afunge miezi miwili mfululizo, afunge miezi miwili mfululizo, asiache hata siku moja. Na akiacha siku moja, hata kama alikuwa zimebaki siku 3, siku 2, siku moja, amalize ile miezi miwili. Akiacha siku moja kufunga, atakuja kuanza tena mwanzo, ataanza tena kuhesabu moja. Kwa hivyo fasiyamu shaharaini mutatabiaini, hiyo ndio alkafaratul udhma, afunge miezi miwili mfululizo. Fa in lam yastati, ikiwa hatoweza kufunga miezi miwili mfululizo, basi fa it'amu 60 miskina, anatakiwa kuwalisha maskini 60, anatakiwa kuwalisha maskini 60. Hiyo ndiyo alkafaratul udhma, kwa ushahidi wa hadithi iliyosimuliwa na Abu Hurairata radhiyallahu anhu na kupokewa na al-Imamu al-Bukhari, hadithi nambari 1936, hadithi nambari 1939. Yuko sahaba mmoja katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, alimwendea Mtume akamwambia, halaktu ya Rasulullah, nimeangamia ewe Mtume. Mtume akamuuliza, umefanya nini? Yule sahaba akamwambia Mtume, nimemwingilia mke wangu mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndipo Mtume sasa sallallahu alaihi wasallama akampa huu utaratibu, akamwambia unatakiwa kumwacha uhuru mtumwa. Kama utakosa huyo mtumwa, ufunge miezi miwili mfululizo. Kama hauwezi kufunga miezi miwili mfululizo, fa it'amu 60 miskina, basi unatakiwa kuwalisha maskini 60. Watajibu ala zauji, na hukumu hii ya kumwacha huru mtumwa au kufunga miezi miwili mfululizo au kuwalisha maskini 60, tajibu ala zauji, hii ni lazima kwa mwanaume, hii ni lazima kwa mwanaume, si kwa mwanamke. Isipokuwa kwa mwanamke, idha kanat muti'an, ikiwa ni mwenye kumtii yule mumewe, yani yeye mwenyewe kapenda yule mwanamke, yeye mwenyewe ametaka wafanye ile tendo la ndoa mchana mwezi wa Ramadhani, hapo na mwanamke hukumu hii itamuhusu, wataingia wote katika hukumu hii, ima ya kumwacha uhuru mtumwa, kila mtu amwache wa kwake, au wafunge miezi miwili kila mtu, au wawalishe maskini 60 kila mtu, ikiwa yule mwanamke alikuwa ni mwenye kumtii yule mume wake. Lakini kama alilazimishwa, maana yake hukumu hii itamuhusu mwanaume peke yake. Kwa hivyo wayajibu alaihi alkafaratul udhma, yapasa juu yake kutoa kafara kubwa. Na jambo la tatu ambalo atatakiwa kulifanya, wataaziru, na kumwaziri. Huyu mtu anatakiwa aaziriwe. Kumwaziri maana yake ni kutangazwa, maana yake atapitishwa mitaani, atatangazwa kwamba jamani, mnamuona huyu jamani, kakosa haya huyu,
huyu kamuingilia mke wake mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, kakosa subira huyu. Kwa hiyo atapitishwa mtaa baada ya mtaa, atangazwe kwa ile dhambi aliyoifanya. Kwa hivyo watukufu Waislamu na watazamaji wote kiujumla, hiyo ndiyo hukumu ya funga ya aliyemuingilia mke wake kwa makusudi fi nahari Ramadhan, katika mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumejibu hili swali kwa sababu watu wengi sana huwa wanauliza ipi hukumu ya funga ya mtu aliyemuingilia mke wake mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi zaidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.